Iran yasema itafanya mashambulizi ya kuponda dhidi ya Marekani na Israel, ikisema itarusha makombora mazito Tel Aviv, lakini pia itarusha makombora mazito katika rasilimali zote za Wamarekani zilizopo Mashariki ya Kati, ikiwa ni mwendelezo wa kulipa kisasi. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuapa kuishambulia Iran kwa mabomu makubwa na ya teknolojia ya kisasa jamhuri hii ya Kiislamu na kuirejesha katika enzi za mawe. Wakati rais wa Marekani anasema kwamba atahakikisha anaishambulia vilivyo Iran, wa Iran wanasema kwamba sasa wanaenda kutoa pigo zito dhidi ya Israel, lakini pia dhidi ya Marekani. Vita hivyo vimezuka zaidi ya mwezi mmoja uliopita kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Vimeenea katika Mashariki ya Kati na kuathiri uchumi wa dunia na kuathiri mamia ya mamilioni ya watu kote duniani. Katika hotuba yake katika ikulu ya White House, Trump alisema Marekani ilikuwa karibu sana kufikia malengo yake, lakini akaonya mashambulizi yataongezeka ikiwa Iran haitafikia suluhu la mazungumzo. Katika muda wa wiki 2 hadi 3 zijazo, tutazirudisha kwenye enzi za mawe ambako zinafaa, Trump alisema katika hotuba yake dakika 19 iliyotolewa mbele ya bendera za Marekani. Jibu la Iran lilikuwa la mara moja, huku ulinzi wa anga wa Israel ukishinikizwa kuchukua hatua na polisi kujibu maeneo kadhaa ya athari, kwani watu 4 wameripotiwa kujeruhiwa na wengine kuuawa katika eneo la Tel Aviv baada ya makombora karibia 10 kurushwa ndani ya Israel. Iran imesema kwamba kile ambacho Marekani itataka kufanya ndicho ambacho kitajibiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba Iran italipa kisasi kwa namna ambavyo itaamua na namna ambavyo mashambulizi ya Marekani yatakavyokuja. Kituo cha makamanda wa jeshi la Iran Khatam al-Anbiya kimetoa taarifa iliyopeperushwa kwenye runinga ya serikali ikionya Marekani na Israel, ambapo imesema inatarajia mashambulizi ya kukandamiza zaidi, mapana na ya uharibifu zaidi. Kwa kumtumaini Mwenyezi Mungu, vita hivi vitaendelea hadi unyonge, fedheha, majuto ya kudumu na ya hakika na kujisalimisha, na hatutajisalimisha, ilisema taarifa hiyo. Mashambulizi pia yameathiri miundombinu ya kiraia nchini Iran, huku kituo cha matibabu cha Karne Moja huko Teheran kikipata uharibifu mkubwa kulingana na Wizara ya Afya. Uchokozi dhidi ya taasisi ya Pesto ya Iran, nguzo ya karne ya afya duniani na mwanachama wa mtandao wa kimataifa, ni shambulio la moja kwa moja kwa usalama wa afya wa kimataifa. Msemaji wa Wizara ya Afya Hossein Kermanpour alisema kupitia katika chapisho la ukurasa wa X. Picha zilizoonyeshwa na Kermanpour zilionyesha sehemu za kituo hicho zikiwa zimeharibika vibaya kutokana na mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Marekani pamoja na Israel, lakini pia kauli ya rais wa Marekani imewashitua wengi, ambapo Iran imejibu ikisema lazima itajibu vikali shambulizi lolote la Marekani. Hata hivyo, kumekuwa na athari za kweli za kiuchumi duniani zinazoonekana kote duniani, huku mashirika ya ndege nchini China yakisema kwamba yataongeza tozo za mafuta, lakini pia na watumishi wa umma wa Malaysia wakitakiwa kufanya kazi wakiwa nyumbani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.